Lakini Jerry, umezungumza namna ambavyo mpira wetu umekuwa na uwekezaji ulivyofanyika wa makampuni pamoja na watu binafsi kutufikisha hapa tulipo. Hauoni kama ni wakati wa Yanga kutumia busara kuicheza hii mechi, halafu kama kuna lolote, kuna chochote kifuatie baada ya kuwa mechi hii imemalizika na bingwa amepatikana wa ligi yetu? Busara haiko hivyo, Oscar. Busara haianzi hivyo. Busara inaanza kwa mlezi wa mpira. Busara inaanza kwa msimamizi wa mpira. Mimi pia nadhani busara ingekuwa bodi ya ligi na TFF wangewasikiliza Yanga, wangeita kikao cha pamoja kutoa suluhu. Lakini nadhani busara pia wangesema kile kikao cha serikali Yanga na Simba na bodi ya ligi na TFF kilileta nini. Ukiona kama TFF na bodi ya ligi wamekutana na serikali ambaye ndiye mlezi wa michezo katika ngazi ya kimataifa na kitaifa ya Tanzania, wamekwenda wamekaa na moshi mweupe haukutoka, basi ujue liko tatizo kubwa na la kimsingi ambalo linatakiwa litatuliwe kwanza. Kucheza mechi sio suluhu. Tutacheza mechi tuwafurahishe watu ambao hatupaswi kuwafurahisha. Na hapa tunyooke pasipo mbambamba. Nilisema na nitarudia tena kusema, iko tatizo ya akili ndogo kuongoza akili kubwa. Leo ukiangalia aina ya udhamini uliowekwa kwenye mpira wetu, aina ya mpira wetu ulivyo, brother, hivi ni viatu vikubwa ambavyo havimtoshi Karia, havimtoshi Mnguto, haviwatoshi hao unaoona walioko TFF na bodi ya ligi, havimtoshi hata Wilfred Kidao. Mpira wetu wa sasa unahitaji watu wenye taaluma, sio ya kucheza mpira, taaluma ya uongozi, tena uongozi wa kimataifa. Lakini Jerry, katika historia inahitaji watu wenye taaluma ya kisasa ya kujua football economy na management. Lakini kwetu ni waupe.